Irani imeanzisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani droni dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika ghuba ya Oman, shirika la habari la Tasnim huko Irani limeripoti. Hatua hii ya kulipiza kisasi imekuja muda mfupi baada ya jeshi la majini la Marekani kukamata meli ya mizigo yenye bendera ya Irani katika eneo hilo. Hakuna taarifa zilizothibitisha uharibifu wowote uliotokea kutokana na mashambulizi hayo ya drone. Awali makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya Irani, ambayo ndiyo kamandi ya juu ya operesheni ya kijeshi nchini humo, yalikosoa operesheni ya Marekani ya majini yakisema kuwa ni uvunjifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Pia Irani imesema italipiza kisasi kwa kitendo hiki cha uharamia wa kijeshi wa jeshi la majini la Marekani. Hata hivyo, vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Irani sasa vimechukua mwenendo ambao hautabiriki. Semi za Trump kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social zimekuwa zikichochea vita hivyo na kuathiri masoko ya kimataifa. Kando na semi za Trump, historia pia ina mchango wake katika vita hivi. Tangu kuanza kwa vita hivyo, wataalamu wengi wamekuwa wakirejelea historia ili kuelewa kinachoendelea, kinachotokea na kitakachojirudia. Aprili 15, Marekani ilianza kuzuia usafiri wa majini wa kuingia na kutoka katika bandari za Irani. Vikosi vya Marekani vilisema vitazuia au kurudisha nyuma meli zinazosafiri kwenda au kutoka pwani ya Irani. Washington ilisema meli zinazokuja au kutoka nchi nyingine zitaruhusiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambayo Teherani ilifunga kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli. Marekani ilitegemea meli zake za majini kudhibiti bandari za Irani na hivyo kuzuia uwezo wa Teherani kufaidika na mauzo ya mafuta nje ya nchi katika jaribio la kuweka shinikizo kwa nchi hiyo. Hii inakuja baada ya wapatanishi kutoka pande zote mbili kushindwa kufikia makubaliano ya kukomesha vita ambavyo vilianza tarehe 28 Februari, lakini kwa sasa nchi hizo ziko chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili, muda ambao umeingia dosari baada ya kuanza kizuizi cha mlango bahari wa Hormuz, Marekani ikipeleka wanajeshi na meli za kijeshi, wakati huu ikiweka kizuizi katika bandari za Irani. Irani ilitangaza kufungua mlango bahari wa Hormuz siku ya Ijumaa, Marekani ikiendeleza vizuizi katika ghuba ya Oman pamoja na maeneo ya Hormuz. Hatua ambayo ilikasirisha Irani. Muda mfupi baada ya kutangaza kufungua mlango huo, ilitangaza kufunga tena mlango huo na kutokuruhusu meli yoyote kupita katika eneo hilo. Hatua hizo zinajiri wakati Donald Trump akiwa ametangaza wajumbe kuelekea nchini Pakistani kwa ajili ya kushiriki mazungumzo ya duru ya pili ya kutafuta mpango wa amani wa kudumu Mashariki ya Kati. Hadi sasa bado Teherani haijatangaza ni wajumbe gani inawapeleka na ni lini itakwenda katika mkutano huu ambao ulitajwa kufanyika siku ya Jumatatu na hatimaye kutangazwa na Donald Trump kwamba utafanyika kesho siku ya Jumanne, ilhali Pakistani ikijiandaa kupokea wajumbe kutoka nchi hizo mbili.